andaa nguo zako nyeusi kwa ajili ya msiba wa Tasha. No. Kai. No. Naomba unisamehe sana. Mimi sio mwanamke mwaminifu kwako. Nimekusaliti, nimetembea na rafiki yako kipenzi. Hilo nalijua. Nataka uniambie kitu kipya. Ni sababu gani ilikufanya unisaliti na rafiki yangu? Sasa nikwambie mara ngapi unielewe? Nishakwambia mwanangu, mbele yule mtoto mimi sichomoi, yule mtoto kanikamata. Yaani ninavyokuambia mwanangu, yule mtoto sio poa kama kaungwa nazi vile. Sasa unategemea mimi nifanye nini mwanangu? Usinifanyie hivyo Tasha. Naomba fanya juu chini, mimi niondoke. Mimi nakuamini wewe, ushindi na lolote. Kama unataka kuniua, wewe niue tu. Ila wewe ndo wa kwanza kuweka moyo wangu matundu. Hakika nilikupenda sana mume wangu. Ila kwenye hili Tasha hana makosa. Mimi ndio niliyembaka. Mipango yenu yote mliokuwa mnapanga wewe na Tasha nilikuwa naijua kitambo sana. Mpaka ile siku niliyokuja kukufumania, rafiki yako Tasha ndo alionielekeza kila kitu. Yote haya niliyafanya kwa ajili ya kutetea penzi langu kwako. Hakika nilikupenda sana. Na sikutegemea kama ningeyafanya yote haya. Na siku ya kwanza nilipokusaliti, ndipo nikaijua tofauti yako wewe na Tasha. Sikuwahi kujua udhaifu wako mpaka siku niliyolala na Tasha. Shut up! Kama unataka kuniua, niue tu Kai. Si umetaka nikwambie ukweli? Nimekuambia ukweli mchungu unaoumiza. Ukweli ni kwamba sioni sababu ya hii ndoa kuendelea. Uniue ama tuachane. Kidomo machoni dosilinzi itolo nayo. Kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho. Tasha, mbona unaingia kwangu bila ruhusa? Wewe, ina maana unajisaulisha, si ndio? Ina maana unajua kwamba hapa pia ni kwangu? Mimi ndo nilipia kodi hapa Amanda. Alafu, kwa nini umependeza hivyo? Saizi ni usiku, unaelekea wapi? Habari za mimi kupendeza au naelekea wapi, wewe hazikuhusu. Kwa sababu mimi na wewe tumeshaachana. Oh, ina maana unanithibitishia kabisa kwamba unaenda kwa huyo mpumbavu mwenzako Albert, si ndio? Hivi Amanda, unajua unaishi hapa pazuri, ni pesa zangu mimi. Unakula chakula kizuri, ni mimi napambana mpaka unakula vizuri Amanda. Isitoshe hata elimu yako ambayo unasoma, ni mimi najinyima, napambana, na minyana huko kweli nikulipie ada ili usome. Alafu leo hii hapo unakuja unanijibu kwa dharau, kwa jeuri kabisa, na unanihakikishia kabisa kwamba unaenda kwa mwanaume mwingine, si ndio? Tasha, hebu naomba nikuulize swali. Kwa hiyo unataka kuniambia hadi wewe mwenyewe ulikuwa unajua ukweli wote? Yeah, nilikuwa najua. Ila kakako Kaya ameniambia nifanye siri, asijue mtu yoyote. Na mimi nikafanya hivyo kama alivyohitaji yeye. Kakaangu amepitia kipindi kigumu sana. Hivi kwa nini wanaume mpo hivyo? Unatulaumu wanaume wote tena? Na wakati umesema kakako ndio alipitia kipindi kigumu. Hapana. Simaanishi hivyo. Namaanisha rafiki wa kakaangu.
Kwani hakujua Lisa kama ni mke wa rafiki yake? Hata mimi najiuliza hivyo hivyo. Kwa nini wanawake mpo hivi? Kwani Lisa hakujua kama yule ni rafiki wa mume wake? Kwa hiyo umekuwa ni mchezo wa kushindana sasa. Hata hivi nimeumizwa mimi mwenyewe pia katika mapenzi. Kwa hivi siwaamini tena wanaume. Pia siwezi kumlaumu sana wifi yangu. Huenda yote ameyafanya kwa mabaya, huenda aliyotendewa na kakaangu. Hata mimi niliumizwa sana kwenye mapenzi. Ndio maana siwaamini sana wanawake. Ndio maana hata Kai amefanya hivyo kutokana labda amegundua uzoefu wa mke wake. Kama mapenzi ndio hivi, sitaki tena kupenda. Hata mimi baada ya kuumizwa nilisema hivyo hivyo kuwa sitokuja kupenda tena. Lakini baada ya kukutana na mwanamke mrembo ambaye alikuja kubadili akili yangu, nikaamini nitaenda kubadili maamuzi yangu. Unamaanisha nini? Nahisi nimeanza kukupenda. Siwezi kukuadhibu Lisa, maana wewe umeshaniadhibu sana kwenye maisha yangu. Wewe sio mwaminifu, umenikosea sana, na haijalishi nimekosea mara ngapi, ila hukupaswa kunilipa kwa staili hii. Yaani kitendo cha wewe kutembea na Tasha mmenikosea sana kwenye maisha yangu, na siwezi kuisahau. Mmetia doa kubwa sana kwenye moyo wangu, doa ambalo halitofutika. Na wewe Tasha amekuwa tu akinigizia kwa mwema kwangu, kumbe hana lolote, ni mnafiki mkubwa tu. Hii risasi iliyopo humu, nikisema nifyatue kwenye kichwa chako, wala hautaumia. Nitakuwa najikumua mimi mwenyewe. Kwa hiyo ili nikuumize wewe, ni lazima nikamuue Tasha. No, Kai, usifanye hivyo tafadhali sana. Naomba usimuue Tasha. Andaa nguo zako nyeusi kwa ajili ya msiba wa Tasha. No, Kai, Tasha, ni nini hiki? Ina maana ukijue, si ndio? Nisikilize Amanda, hapa leo kuna moja lazima litokee katika haya mawili. Nipambane nimjue Albert ni nani, na kisha niende nikamulie mbali huko alipo. Tasha, hapana, usifanye hivyo. Kwa nini usifanye hivyo Amanda? Hizi ni mbegu ambazo umezipanda wewe mwenyewe kwa mikono yako, ni lazima ziote, au la nikuchome kisu na nikuue hapa hapa. Huyo Albert akija hapa akukute wewe ukiwa ni marehemu. Tasha, tafadhali tusifike huko. Amanda, nisikilize kwa makini Amanda. Mimi napambana ili wewe usome. Nalipia pesa zangu Amanda. Hii yote ni kwa sababu nakupenda. Lakini leo hii unaamua kwenda kunisaliti mimi na mwanao mwingine, si ndio? Sasa nisikilize. Naomba uniambie Albert yupoje? Sema Albert yupoje? Tasha, nakwambia. Sasa sikiliza. Chukua simu yako sasa hivi nampigia Albert aje hapa. Chukua simu. Kweli umenipenda mimi? Ya, ndiyo nimekupenda. Kwanza nishukuru kwa kunipenda. Lakini kiukweli mimi hutoniweza. Mimi ni mwanamke ninayeteseka sana katika mapenzi. Nimelia, nimeteseka sana.
Nimejikuta nachukia sana wanaume. Sana. Mimi ni kama mtu aliyeng'atwa na nyoka. Kiasi kwamba jani likinigusa lazima nishtuke. Hivyo siwezi kuwa na wewe. Kwa sababu mimi ni mwanamke ambaye nina wivu sana. Ndege ufananao huruka kwa pamoja. Kwa kama wewe umeumizwa, hata mimi nimeumizwa pia. Naamini hili ni kusudio la Mwenyezi Mungu kutukutanisha pamoja. Mimi ni daktari wa binadamu. Kwa hiyo naomba niwe daktari wa moyo wako, niweze kukutibu. Unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti voicemail baada ya mlio wa beep. Piga tena. Naleta upumbavu mimi. Mpigie Albert, nataka afike hapa. Afu tuonyeshane sasa kati ya mimi na yeye nani kidume. Unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali Haipatikani. Hello. Tasha, uko wapi? Naomba uondoke nyumbani tafadhali. Kai ameondoka hapa na bunduki. Amesema anakuja kukuua. Anataka kuniua? Ndiyo, amesema anakuja kukuua. Tasha, tafadhali naomba uondoke hapo nyumbani sasa hivi. Sawa, nisikilize. Naomba tuonane mimi na wewe sasa hivi hapa. Naomba nakutumia location sasa hivi uje sema tuonane. Sawa, nitumie sasa hivi nakuja. Sawa. Hatima ya ndoa yetu. Hatima ya ndoa yetu. Zivu, mimi nakupenda sana. Ninachohitaji uwe mwanaume wangu. Sawa, mimi niko tayari kukupa kila kitu, ila tu usiniumize. Usiwe kama hao wanaume wasenza. Chochote unachokitaka niambie. Acha uwe kibenteni, stress tu. Sawa? Hata usijali. Unajua mama mtu, mimi kwenye swala la kupenda huwa napenda sana. Na mimi niseme tu, mimi nakupenda. Yaani sitokuumiza. Yaani kaa kusahau masuala ya kuumizana. Yaani mimi ninachojua kupenda na hapa nakupenda. Ya kweli hayo. Ondoa shaka katika hilo. Na mimi siwezi nikasema kwamba nisikupende mwanamke mzuri kama wewe. Yaani nitakuwa najilaumu na ninajikosea katika nafsi yangu. Mimi nakupenda bwana, ondoa wasiwasi. Sasa leo tunaenda wote nyumbani kwangu. Utaenda kulala kwangu. Ondoa shida. Na mimi pia nilikuwa na wazo hilo kwamba kwa jinsi ulivyolewa hivi, alafu utoke peke yako, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo mimi niko bega kwa bega na wewe. Tutaondoka hapa. Unasema unanipenda? Alafu unizungue. Takupiga na kitene cha 200.
Albert, are you okay? Wewe ni mzima? Hujaumia popote? Amanda, shida nini? Mbona mimi niko sawa tu na sijaumia popote pale? Mbona unauliza maswali hayo? Mr. Albert, una miaka mingi sana ya kuishi hapa duniani. Alafu leo ndo nimeamini kuwa mioyo yetu inapendana. Mimi na wewe tunapendana, Mr. Albert. Unamaanisha nini kusema hivyo, Amanda? Leo hii sasa hivi ninavyozungumza, mmoja wetu haitakiwa afe. Sorry Amanda, mbona unanichanganya? Bado sikuelewi. Unasema leo kati yetu mmoja atakuwa afe, yani sielewi unamaanisha nini kuongea maneno yote hayo? Tasha alikuja hapa, alikuulizia wewe, anataka akuue na kidogo tu anizuru mimi. Mr. Robert, kwa kuwa leo hii ulitaka ufe kwa ajili yangu, basi nitakupa zawadi. Zawadi gani Amanda? Kidali cha mapenzi, mambo ya shari kabisa ndo siwezi. Hata kabodi kama penzi, mambo ya shari kabisa ndo siwezi. Saa sita usiku walishinda kukali ya mume wako kuja baa saa hizi. Tena ni rafiki wa mume wako, mbwa mkubwa wewe. Na wewe Tasha wewe, nakuchukia sana. Unamwona huyu ndio mwanaume wangu saa hizi. Shenzi mkubwa wewe. Ina maana unataka kuniambia huyu ndio yule Tasha niliyekuwa nikimsikia kila siku? Una huruma na kaka yangu? Pamoja na kugundua uchafu wote wako unaufanya, bado ukomu unarudi kwa huyu? Sikiliza kwa makini wewe. Mimi Lisa nampenda na yeye ananipenda. Yaani kwa kifupi tunapendana. Yaani hakuna jambo lolote ambalo linaweza likaja mbele yetu likafanya mimi na Lisa tuachane. Hilo sahau. Na wewe, mimi na wewe tulishamalizana muda mrefu sana. Sasa nashangaa hapo unaongea utumbo gani? Unaropoka tu maneno ambayo hayana maana. Tulia, malizana na nani? Mshenzi mkubwa, mbwa mkubwa, kazi kutembea na haka rafiki yako tu. Mungu atalipa hili. Amtaka na maana sasa kuwa maraya kubwa nye. Tufuse! Nakwambia utaona sasa! Mr. Albert, hii zawadi nimeitunza kwa miaka mingi sana.
na nilitunza. Ilikuwa special kwa Tasha. Lakini kwa kuwa wewe ulitaka kufa kwa sababu yangu, nimeona hiyo zawadi nikupe wewe. Niliamini mtu wa kumpa hii zawadi ni Tasha, lakini haijawa hivyo. Na hii zawadi nimeamua kumpatia mwanaume ambaye nampenda, ambaye ni wewe, Mr. Albert. Mimi nakupenda sana. Nakupenda. Na nimeamua kukukabidhi wewe moyo wangu. Na moyo wangu mimi ni mdogo. Hivyo basi, naomba unipende, unilinde. Moyo wangu mimi ni mdogo sana. Usiniumize. Naomba usiruhusu machozi yangu yakaanguka sababu ya kulilia mapenzi. Pia usiupige moyo wangu danadana. Utakuwa unaniumiza, unanikosea. Mr. Albert. Hatimaye kisasi kimelipwa kwa haki. Tasha, leo naenda kula tunda lako ambalo miaka mingi ulikuwa unalisubiri liive, lakini leo limeiva na limeanguka katika miguu yangu. Hivyo naliokota kisha nakula taratibu. Tasha, wakati wewe unakula tunda langu, mimi nilivumilia sana. Sasa leo mimi naenda kula tunda lako. Je, utaweza kuvumilia? Pole sana Tasha. Huu mchezo unahitaji hasira. Huruma sio malezi dogo. Ndoa ni moja ya kiapo kilicha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama